bila kujua Roho Mtakatifu. Unajua katika makanisa mengi, hata hapa, kila mahali, watu hawajafahamu Roho Mtakatifu ni nani. Na wakati mwingine unaweza kuongea jambo ambalo huelewi, ama wewe umepata watu wakifanya, sasa umechukulia tu ni hivyo. Sasa hata uelewi kama Biblia inazungumzia namna gani kuhusu Roho Mtakatifu. Ndio maana nikasema ya kwamba ni muhimu sana kuingia katika mafundisho. Mafundisho ndio yatakufundisha uelewe vile Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu lafaa kwa mafundisho, ili mtu wa Mungu, kwa mafundisho, marekebisho, maonyo, ili mtu wa Mungu akaweze kukamilika. Kwako na mimi kukamilika tunahitaji kufundishwa. Kwa hivyo nataka nijue, nataka karibu kwa kila mtu nijue, unaelewa namna gani Roho Mtakatifu ni nini, ama ni nani? Ama unaweza juaje huyu mtu amejazwa na Roho Mtakatifu, ama huyu mtu ako na Roho Mtakatifu? Bwana asifiwe. Kuna mtu anaweza nisaidia tu mmoja ama wawili? Kwako wewe unaelewa namna gani Roho Mtakatifu? Ama unaweza jua aje huyu mtu ako na Roho Mtakatifu? Anaweza jaribu. Sisi tunajua Roho Mtakatifu. Amen. Wacha tuende kwa mafundisho. Naona kwamba Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu tunaona ya kwamba ni sehemu ya tatu ya Mungu. Mungu, tuna Mungu mmoja. Tunamwabudu Mungu mmoja ambaye aliumba mbingu na nchi. Lakini huyu Mungu anafanya kazi kwa njia tatu, ama kwa hali tatu. Si miungu wa tatu. Praise the Lord. Hiyo ndio maana inaitwa utatu. Nasikia kwamba Mungu katika utatu, si miungu mitatu. Kuna watu wengine wao wana confuse, wanasema kwamba Kristo mnaabudu miungu watatu. Maana mnaabudu Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sio miungu watatu. Ni Mungu ni mmoja, lakini anafanya kazi kwa njia ya utatu. Na tunaona kwamba Mungu alikuwepo kuanzia milele, na anafanya kazi kwa njia tatu, ambayo ni njia ya Baba, njia ya Mwana na njia ya Roho Mtakatifu. Na hao wote wana uwezo mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. They are united in essence. Hakuna mtu ambaye ako na nguvu kivyake kuliko mwingine. Wote katika hiyo njia ya utatu wana uwezo mmoja na wana majukumu tofauti. They have different roles. Praise the Lord. Amen. Na hiyo njia tatu yote, ama Mungu hakuumbwa. Mungu, attribute ya Mungu ni mtakatifu. Mungu ni self-existent. Existence. Yeye hakuumbwa. Wewe sema nani aliumba Mungu? Bila sema kwa Mungu mwenyewe tu ni alikuwepo tu. Miaka na miaka huko nyuma alikuwepo tu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mtu wakati mwingine, hata watoto wa Sunday school usiseme Mungu nani aliumba Mungu. Mungu ni self-existence. Mwenyewe tu alikuwepo kuanzia kule. Kwa hiyo ndio tunaona ya kwamba anafanya kazi kwa njia tatu. Na hapa ni alifundisha kuhusu Mungu vile anachagua watu. Tunaona ya kwamba katika njia ya tatu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Baba ndiye anayefanya uchaguzi. Yaani Mungu Baba ndiye anayefanya uchaguzi, na Mwana ambaye ni Yesu, yeye anakomboa, na Roho Mtakatifu anafanya kazi ya ukombozi.
Praise the Lord. The Father elects, the Son redeems, and the Holy Spirit applies redemption. Nafaa tuelewe, ili wakati mwingine ukisoma Biblia mahali popote, unapopata Roho Mtakatifu, unapopata Baba, unapopata Mwana, wakati mwingine usishtuke, ama mtu asikuongoze kwa njia baya, ama aanze contradict, angalia mnafanya hivi, mna miungu sio wangapi. Hapana. Bwana asifiwe sana. Amen. Na katika nimekuelezea kuhusu utatu ili uelewe, tunapojifundisha kuhusu Roho Mtakatifu uwe umekwisha kuelewa ya kwamba Mungu ni mmoja ambaye ameumba kila kitu na anafanya kazi kwa njia tatu, kwa njia ya utatu. Na katika hiyo njia ya utatu wote wako na uwezo mmoja. Kwa hizo njia tatu zote ziko na uwezo mmoja. Bwana asifiwe sana. Na ukiangalia katika Biblia, Roho Mtakatifu, Biblia imemzungumzia kwa mambo tofauti ama kwa njia tofauti. Tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu, tusome katika Mathayo 3:16, Matthew chapter 3 verse 16. Somo letu litakuwa refu sana, lakini kwa leo tutafikia mahali pia tutatamatisha, Mungu akipenda. Matthew chapter 3 verse 16. Uwe na utangulizi. Nataka unisaidie kusoma haraka ukipata, ili nisichukue muda sana. Matthew chapter 3 verse 16, tunaona ya kwamba naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Hapa tunaona wakati wa ubatizo wa Yesu Kristo, Roho wa Mungu alishuka kama hua asadav, akaja juu yake. So tunaona hapa ya kwamba Roho Mtakatifu, Biblia inazungumzia ya kwamba ni mtu, si kitu. Imesema he. Kila mahali unasikia he ama him, lakini sio it, sio kitu. Bwana asifiwe sana. Alishuka. Hawajasema ilishuka, Roho Mtakatifu ilishuka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu anafanya kazi na Mungu, ni Mungu. Alishuka, anafanya kazi kwa njia ya utatu. Na unaposoma pia katika Yohana 14:26, tunaona ya kwamba Biblia inazungumzia Roho Mtakatifu ni msaidizi. Wakati wanafunzi walifika mahali, Yesu akawaambia mimi ninaenda, wakaanza kufadhaika mioyoni mwao. Yesu akawaambia msifadhaike. Akawaambia ninaenda, nitamtumia msaidizi. So Roho Mtakatifu ni msaidizi. Nitawatumia msaidizi. Na huyo Roho Mtakatifu inafaa tuelewe kwamba anaweza he can be obeyed. Anaweza kuheshimiwa kweli. Obey ni kufanyaje? Tunaweza kumtii. Roho Mtakatifu tunaweza kumtii. Tunaweza kumtii. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 10:19 kuelekea 21, utapata habari kuhusu Petro na Cornelio. Petro and Cornelius. Kuna wakati mmoja Cornelio
alikuwa mtu wa mataifa. Kuna wakati mmoja Mungu alimletea ndoto, na pia Mungu akamletea Petero ndoto. Kuhusu vitu ambavyo ni vinajisi, vitu najisi. Lakini Petero tunaona ya kwamba kwa sababu ya hiyo Roho Mtakatifu aliweza kumnenea, akamwambia nenda ukamshughulikie Kornelio. Aliweza kutii. Kwa hivyo Roho Mtakatifu inafaa ama anaweza tunaweza kumtii. We can obey the Holy Spirit. And the other thing, the Holy Spirit can be resisted. Anaweza kataliwa. Bwana sifiwe. Soma hiyo Acts chapter 7 verse 51. Napata wakati wa Stefano. Wacha tusome tu pale Acts chapter. Tuelewe Roho kwanza Mtakatifu. Acts chapter 7 verse 51. Anaweza pia kukataliwa. Anasema kwamba enyi wenye shingo ngumu, msio tairiwa mioyo wala masikio, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, na ninyi ni vivyo hivyo. Naona ya kwamba huyu ni Stefano, alikuwa amejazwa. Biblia inasema kwamba he was full of the Holy Spirit, akinena mambo haya. Akawa anaambia Warumi na Mafarisayo na walimu ya kwamba nyinyi watu stiff-necked people, watu wa shingo ngumu, mmempinga Roho Mtakatifu. Pia Roho Mtakatifu anaweza kuwa resisted, anaweza pingwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia Roho Mtakatifu anaweza kudanganywa, can be lied to. Ukiangalia katika hiyo Matendo ya Mitume kuhusu hadithi ya Anania na Safira walipouza, unajua makosa ilikuwa ni hao wenyewe ndio walisema tutatoa hiyo mali yote kwa kanisa. Hakuna mtu aliwalazimisha. Waliuza. Unajua wakati ule watu walikuwa wanauza mali yao wakileta kanisani, wakifanyia Mungu kazi, wakigawana. Kwa hivyo wenyewe ndio walisimama tu wakasema kwamba hata sisi tunaenda kuuza na tutatoa hiyo mali yote kwa kanisa. Hakuna mtu aliwashurutisha. Lakini walipokuja baada ya kuuza wakasema tupeleke yote kanisani. Hakuna. Tupeleke hii tuache hii. Walipofika mtumishi wa Mungu Petro akauliza, "Je, hii ni yote ambayo mlikuwa mmeuza?" Mbona mnamdanganya Roho wa Mungu? Petro akauliza. So Roho Mtakatifu pia ama Roho wa Mungu anaweza kudanganya. Unaelewa? Wakati mwingine usipoelewa, wakati mwingine ni vizuri utauliza swali, kwa sababu unajua mafundisho yanaweza kuja kwa njia nyingine ambayo unashangaa. Unaweza kumdanganya mbele zetu sisi. Yeye anajua umemdanganya. Lakini unapokuja hapa unaweza kudanganya kwamba yeye ni hivyo tu. Si ni kama saizi. Tunajua mtu mwenye aliiba kitu mahali kweli. Unajua mtu mwenye ametenda dhambi. Unaweza kuangalia kwa uso useme huyu amefanya dhambi kweli. Lakini si amedanganya kuna mtu anaweza kuwa amedanganya Roho Mtakatifu. Ndio hivyo. Yaani umefanya vituko lakini umekuja tu na pretend kabisa. Kwa hivyo sisi vile tuko hapa, wewe unaweza simama useme haujatenda kitu. Unadanganya Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu umemdanganya. Lakini sisi sasa kwa sababu hatuwezi kujua, Roho Mtakatifu anajua kwamba umemdanganya. So pia anaweza kudanganya. Bwana Yesu asifiwe. Na pia anaweza kutukanwa Roho Mtakatifu.
can be insulted. To insult the Holy, kutukana Roho Mtakatifu ni kumkataa. Sababu tumesema pia anaweza kataliwa. So kumkataa ni kama kumtukana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome Efeso pia 4:30. Ephesians chapter 4 verse 30. We can grieve the Holy Spirit. Ephesians chapter 4 verse 30. Sema Waefeso 4:30, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Tunaweza kuhuzunisha Roho Mtakatifu. We can grieve the Holy Spirit. Bwana asifiwe sana. Tusihuzunishe Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaona kwamba Roho Mtakatifu anaweza kuhuzunishwa. Kwa hiyo huko mbele ndio tutaangalia jinsi huwa tunamhuzunisha. Lakini najaribu tu kuelezea uelewe vile tunavyoweza kumfanya Roho wa Mungu ama Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Tusome pia Mark chapter 3 verse 28. 3:28 to 29. Mark chapter 3 verse 28 to 29. Amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu, na kufuru zao watakazo kufuru zote. 29. Bali mtu atakaye kufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa na dhambi ya milele. Amen. Naona kuna dhambi moja ambayo Biblia inazungumzia ambayo haina msamaha. Dhambi ya kukufuru Roho wa Mungu. Blasphemy of the Holy Spirit. Yaani kuna hivi dhambi zingine zote zinaweza kusamehewa, lakini nasema kwamba kuna dhambi ya kukufuru Mungu. Hiyo haiwezi kusamehewa. Na tunapoangalia pale, najua kukufuru sio tu jambo la kutojali tu. Yaani ni ile hali ya kukataa deliberately. Yaani unajua tu hii kitu iko, lakini unakataa. Yaani unakataa kabisa. Kwa nini Biblia inasema ya kwamba dhambi ya kukufuru haiwezi kusamehewa? Ni kwa sababu unajua kusamehewa, forgiveness, inahitaji toba. Forgiveness inahitaji repentance. Lakini kwa nini dhambi ya kukufuru Biblia inasema haiwezi kusamehewa? Kwa sababu kukufuru ni ile hali ya kutotaka kutubu. Sijui kama naelewa kweli, kama ngumu kidogo. Yaani dhambi ya kukufuru Mungu hawezi kuisamehe. Mimi nasema hivyo, kukufuru Roho Mtakatifu. Na kwa nini haiwezi kusamehewa? Ni kwa sababu mtu kusamehewa ama kusamehe inahitaji kitu inaitwa repentance. Kutubu ya kwamba nimekosea ama nimekusamehe bila condition yoyote.
Hiyo ndio sasa repentance. Na kukufuru ni ile hali mtu hayuko tayari kutubu. Mtu hayuko tayari, you are not ready to repent. That is blasphemy. Sasa wakati mwingine ndio maana naona Biblia inasema kwamba dhambi kama hiyo Mungu hawezi kusamehe. Ndio maana hiyo Marko 29 imezungumzia, imeenda kusema kwamba 29, mtu atakaye kufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele. Yaani hana msamaha hata milele, ila atakuwa ana dhambi ya milele. Huyo ni mtu ambaye tayari ako na dhambi ya milele.